Ndoto hizi 14 zikijirudia mara kwa mara, tambua Mungu anakuita kwenye kiwango kingine. Kuna ndoto ambazo haziji kwa bahati mbaya, haziletwi na mawazo ya mchana wala msongo wa maisha peke yake, na mara nyingi hukufanya uamke ukiwa na maswali mengi kuliko majibu. Jambo la msingi la kutambua, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Tunaona ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto 14 ambazo zikijirudia mara kwa mara, basi tambua Mungu anakuita kwenye kiwango kingine. Kabla tujaendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiziona ndoto hizi 14 zikijirudia mara kwa mara, tambua Mungu anakuita kwenye kiwango kingine. Namba 1, ndoto za kupanda juu. Mfano, ukijiona unapanda mlima, ngazi au unapaa kwa kwenda angani huku ukiwa na amani, ndoto hii mara nyingi huashiria kuinuliwa kiroho. Lakini pia Mungu huonyesha kupitia ndoto hizi kwamba anakuita uachane na kiwango cha chini cha maisha ya kiroho na uingia hatua ya juu zaidi ya ukomavu, uwajibikaji na mamlaka. Lakini pia hii ni ishara kwamba Mungu anakutayarisha kwa jukumu kubwa zaidi, si kwa ajili yako tu, bali kwa ajili ya wengine pia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapaa kwenda juu, ndoto hii inakuwa inaashiria, ndoto hii mara nyingi huashiria kuinuliwa kiroho. Lakini pia ndoto hii huashiria kuna vitu ambavyo utavifanya, kuna vitu ambavyo ulikuwa uwezi kuvifanikisha, utavifanikisha. Kwa hiyo ndoto hii ukijiona inajirudia rudia mara kwa mara, ukajiona unapaa juu ukiwa na amani, ndoto hii huashiria kuinuliwa juu. Lakini pia Mungu huonyesha kupitia ndoto hizi kwamba anakuita. Lakini ndoto namba 2, ndoto za kuitwa au kutajwa kwa jina lako. Watu wengi huota wanasikia sauti ikiwaita kwa jina, au mtu fulani anawatafuta kwa dharura. Ndoto hizi zikijirudia si za kupuuzwa. Huu ni mwito wa moja kwa moja. Mungu anapokuita kwa jina, anaashiria uhusiano wa karibu na wewe, kama Samueli alivyosikia sauti ya Mungu wakati akiwa amelala. Ndio maana ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 utaona pale Mungu anamtokea Samueli wakati amelala, anamuita Samueli, Samueli. Kwa hiyo ndoto hizi huja kwa watu ambao Mungu anataka waachie usingizi wa kiroho na waanze kusikia sauti yake kwa undani zaidi. Kwa hiyo ukiota ndoto ya kuitwa au kutajwa kwa jina lako, unasikia sauti ndotoni, unasikia mtu anakuita kwa jina lako ndotoni, na huko akiwa anakuita wewe unakuwa unasikia kuna amani. Yamkini zakawa labda ukaona mtumishi wa Mungu anakuita, au ukasikia sauti ya Mungu anakuita. Kwa ndoto za kuitwa, ukasikia sauti ya Mungu ikikusemesha ndotoni au inakuita, ndoto za namna hii, ndoto za namna hii huashiria mwito wa moja kwa moja. Mungu anakuita kwa jina. Ukiona hii ndoto ya namna hii inaashiria mwito wa moja kwa moja, Mungu anakuita. Lakini pia ukiona unaitwa kwa jina lako, inaashiria uhusiano wa karibu. Mungu ana uhusiano wa karibu na wewe, kama vile Samueli alipokuwa anaitwa na Mungu wakati akiwa amepumzika. Lakini ndoto namba 3, ndoto za mwanga mkali au moto usiochoma. Ukiona mwanga mkali, moto unaong'aa lakini haukuumizi, au kitu kinang'aa sana mara kwa mara katika ndoto zako, hii huashiria uwepo wa Mungu. Ni ishara ya utakaso, ufunuo na kuandaliwa. Mungu humwita mtu kwanza kwa kumtakasa kabla ya kumtuma.
Ndoto hizi huja pale Mungu anapotaka kukupeleka kwenye kiwango cha juu cha utakatifu na ufunuo wa kweli. Kwa hiyo ndoto za mwanga mkali au moto usiochoma. Ukiona mwanga mkali, moto unaong'aa lakini haukuumizi, au kitu kinang'aa sana mara kwa mara katika ndoto zako, hii huashiria uwepo wa Mungu. Ni ishara ya utakaso, ni ishara ya ufunuo, ni ishara ya kuandaliwa. Kwa hiyo Mungu humuita mtu kwanza kwa kumtakasa kabla ya kumtuma. Lakini pia ndoto namba 4, ndoto za kusaidia watu, kuwafundisha watu au kuongoza watu. Kama unaota mara kwa mara unahubiri, au unajiona ndotoni unashauri watu, au unaombea wagonjwa, au ukaota unaongoza kundi fulani, hata kama katika maisha ya kawaida hujioni kama kiongozi, hii ni ishara kubwa sana. Mungu anakufunulia kusudi lako la ndani. Mara nyingi Mungu huanza kukuonyesha kile alichokuweka ufanye kabla hujakikubali mwenyewe. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5, neno la Mungu nasema, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unasaidia watu au unawafundisha watu au unawaongoza watu. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto za namna hii. Unakuta unaota unawafundisha watu au unawaombea watu, na kiuhalisia hata kuweka mkono juu ya mtu yamkini hujawahi kumwekea mtu mkono, lakini ndotoni ukiota ukilala unaota unawaongoza watu, unawafundisha watu, unawashauri watu, au unaota unaimba au unaota unahubiri. Ndoto hii inakuwa inaashiria Mungu anakufunulia kusudi lako la ndani. Lakini pia ndoto namba 5, ndoto za kuachana na vitu vya zamani. Ndoto za kuhama nyumba ya zamani, kuvua nguo za zamani, kuacha watu fulani au kuvuka daraja au mto, zikijirudia huashiria mpito wa kiroho. Mungu anakuita uachane na kiwango cha zamani cha maisha, tabia au mahusiano ambayo hayaendani na hatua anayokupeleka. Kwa hiyo hakuna kiwango kipya bila kuacha cha zamani. Kwa hiyo hakuna kiwango kipya bila kuacha cha zamani. Lakini pia ndoto namba 6, ndoto zenye uzito wa kiroho na kihisia kali. Ndoto za mwito wa Mungu mara nyingi huja na hisia nzito, heshima, hofu ya Mungu, amani isiyoelezeka au mzigo wa kiroho. Ukiona ndoto fulani zinakufanya uamke ukiwa na kiu ya kuomba, kusoma neno au kubadilisha mwenendo wako, hiyo sio bahati, huu ni mwito wa kiwango kingine. Lakini ndoto namba 7, ndoto za kupewa kitabu, karatasi au ujumbe. Ukiota unapewa kitabu, maandiko, barua au unasoma maneno yenye uzito, hii ni ishara ya ufunuo mpya. Mungu anakuita uwe mtu wa neno, hekima au ukweli. Watu wa aina hii Mungu huwainua kuwa wafundishaji, waonyaji wa siri, watu wa mwelekeo kwa wengine. Ndio maana ukisoma kitabu cha Isaya 45 na mstari wa 3 imeandikwa, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Lakini pia ndoto namba 8, ndoto za kuvaa nguo mpya au nguo nyeupe. Hii ni ndoto nzito sana kiroho. Nguo mpya huashiria utambulisho mpya, lakini pia nguo mpya huashiria cheo kipya cha kiroho, lakini pia usafi na mamlaka mpya. Kwa hiyo ukijikuta unaota mara kwa mara umevaa vizuri au umevikwa vazi maalum, Mungu anakuambia ukipata kiwango kipya huwezi kubaki na sura ya zamani. Lakini ndoto namba 9, ndoto za kupita mahali pagumu bila kuumia. Mfano, unaweza kuota unapita katika moto lakini haungui, au unapita katika maji mengi lakini huzami, au unapita katika giza lakini unaona njia. Ndoto hizi zikijirudia zina maana moja: Mungu anakuthibitishia kuwa umeiva kwa kiwango cha juu. Jambo la msingi la kutambua, huwezi kupewa mamlaka mpya kama hujathibitishwa kwenye majaribu. Lakini pia ndoto namba 10, ndoto za kupokea funguo. Funguo katika ndoto ni ishara ya mamlaka. Ukiota unapewa funguo au ukajiona ndotoni unafungua milango au una funguo nyingi, ndoto hii huashiria Mungu amekukabidhi ufunguzi wa mambo yaliyofungwa kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 19 imeandikwa, nitakupa funguo za ufalme. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapokea funguo. Funguo katika ndoto ni ishara ya mamlaka. Kwa ukiota unapokea funguo au ukajiona ndotoni unafungua milango au unafungua
una funguo nyingi. Ndoto hii huashiria Mungu amekukabidhi ufunguzi wa mambo yaliyofungwa. Lakini ndoto namba 11, ndoto za kuwa kiongozi bila kupanga. Wengine huota wanaongoza watu, wanauliza maswali mazito, wanaongoza watu, wanaulizwa maswali mazito, au wanategemewa sana, wakati katika uhalisia hujihisi wadogo. Hii ni ishara ya wazi Mungu anaona ulichobeba, si unavyojiona. Mara nyingi mwito hutangulia ujasiri. Kwa ndoto za kuwa kiongozi bila kupanga, unakuta kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaota wanaongoza watu, wanaota wanaulizwa maswali mazito au wanategemewa sana, wakati katika uhalisia hujihisi wadogo. Hii ni ishara ya wazi Mungu anaona ulichobeba, si unavyojiona. Mara nyingi ni mwito utangulia ujasiri. Lakini ndoto namba 12, ndoto za kupewa jina jipya au utambulisho mpya. Kama unaota unaitwa kwa jina tofauti au unaambiwa wewe ni nani hasa, hii huashiria mabadiliko ya ndani ya kusudi. Mungu hubadilisha jina kabla hajabadilisha kiwango. Mfano, katika Biblia Abrahamu alibadilishiwa jina akaitwa Ibrahimu, lakini pia Yakobo pia alibadilishiwa jina akaitwa Israeli. Kwa ndoto za kupewa jina jipya au utambulisho mpya. Kama unaota unaitwa kwa jina tofauti au unaambiwa wewe ni nani hasa, hii huashiria mabadiliko ya ndani ya kusudi. Lakini ndoto namba 13, ndoto za saa, muda au kuambiwa wakati umefika. Yaani ukaanza kuona saa, ukaanza kuona muda au unaambiwa wakati umefika. Ndoto za saa, kalenda, kuharakishwa au kuambiwa fanya sasa, zikijirudia ni ishara ya wakati wa Mungu. Lakini ndoto ya 14, ndoto za kukataliwa na watu wa karibu. Ndoto hizi huuma, lakini muhimu sana kujirudia, zinaashiria zina muhimu sana, lakini ni muhimu sana zikijirudia, zinaashiria kutenganishwa kwa kusudi. Lakini pia Mungu anakuita juu, wengine hawezi kukuelewa. Sasa mambo ya kufanya unapoona ndoto hizi zikianza kujirudia, ni vitu gani ambavyo unatakiwa ukifanye baada ya kuona ndoto hizi nilizokutajia, baadhi ya ndoto zikijirudia? Cha kwanza, usipuuze. Ndoto za Mungu hujirudia ili kuvuta umakini wako, kwa hiyo hutakiwi kabisa kupuuza. Lakini jambo la pili, omba ufahamu. Mungu hafichi ujumbe kwa watoto wake kwa makusudi. Kwa hiyo omba ufahamu, omba Roho Mtakatifu akupe ufahamu wa kuelewa ndoto hiyo. Lakini jambo la tatu, safisha maisha yako. Kiwango kipya kinahitaji nidhamu mpya. Na jambo la mwisho, anza kuchukua hatua ndogo. Mungu hufungua zaidi kwa wanaotii kidogo walichoonyeshwa. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza, lakini pia ningependa utuambie unatufuatilia kutokea wapi. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mwema.